Vipo viashiria mbalimbali ambavyo ukiviona katika maisha yako, ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Ndani yako kuna kitu kikubwa ambacho wewe haukijui, lakini watu wengine wanaweza kukiona kutoka kwako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ni viashiria vipi ambavyo ukiviona kwenye maisha yako, ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Ndani yako Mwenyezi Mungu ameweka kitu kikubwa ambacho binadamu wengine hawana. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kujua kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni viashiria ambavyo ukiviona katika maisha yako, ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, watu wengi wanakufuata kukueleza shida zao, wakiamini msaada wa shida zao upo katika mikono yako. Zipo nyakati ambazo katika maisha yako unaweza kushangaa ni kwa nini asilimia kubwa ya binadamu ambao unakutana nao wanapokuwa na shida fulani, aidha wanahitaji msaada wa mawazo, wanachagua kuja kwako kutaka ushauri kuliko kwa binadamu wengine. Ukijaribu kuangalia umri wako, pengine umri wako ni mdogo kiasi kwamba haukustahili kushirikishwa katika shida za watu mbalimbali, kwani wapo watu wengine wenye uzoefu wa maisha kuliko wewe. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao unakutana nao wanaacha kuchagua kwenda kwa watu wenye umri mkubwa kuliko wewe, wanachagua kuja kwako wanapohitaji msaada wa changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia katika maisha yao. Kuna muda unaweza ukaona ni kama kero, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wakati mwingine mwanadamu anaweza asione kitu ambacho kipo ndani yake, lakini watu wengine wanaweza kuona kitu ambacho kipo ndani yake. Ukiona ishara kama hiyo, ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekuleta duniani na kusudio ambalo lipo ndani yako ni kubwa kuliko unavyofikiria. Huenda wewe ni msaidizi ama mponyaji katika maisha ya watu wengine. Unatakiwa kutumika katika kuwasaidia watu wengine. Wewe ni mtu mkubwa ambaye unaweza kuwa dawa katika mioyo ya watu wanaopitia maumivu katika maisha yao. Ni vema ukakubali kulitumikia kusudio hilo. Wasaidie watu ambao wanakuja katika maisha yako ikiwa tu shida zao zipo ndani ya uwezo wako, kwani utakuwa unatimiza kusudio ambalo Mwenyezi Mungu amekuteua ili uje kulitimiza katika uso wa dunia. Namba 2, watu wanakuamini kuliko wanavyowaamini binadamu wengine. Uaminifu unatokana na vitendo mbalimbali ambavyo tunavifanya katika maisha yetu, na mara nyingi binadamu ambao wanatakiwa kukuamini ni wale wanaokufahamu ndani nje. Lakini je, inakuwaje hata unapotokea katika mazingira mapya unajikuta unaaminika kwa uharaka zaidi hata mbele ya macho ya watu ambao hawajui undani wa maisha yako? Kama nilivyokuambia, kuna wakati ambao unaweza ukawa una kitu ambacho wewe haukioni, lakini binadamu wengine wanakiona. Ukiona kila unapoenda binadamu wanakuamini kuliko wanavyowaamini binadamu wengine, ujue ndani yako Mwenyezi Mungu ameliweka kusudio la uaminifu. Hivyo huu ni wakati ambao unatakiwa kuwa mkweli na mwaminifu kwa watu wengine, kwani huenda wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatakiwa kukabidhiwa vitu vikubwa ambavyo vinahitaji uaminifu ili viendelee kuwepo katika uso wa dunia. Huenda wewe unaandaliwa uje kuwa kiongozi, kwani kiongozi mzuri ni yule anayeaminiwa na wafuasi wake. Kiongozi mzuri ni yule anayeweza kuwa mwaminifu kwa watu waliyempa nafasi. Inawezekana wewe una karama ya uongozi ndani yako, ndiyo maana kila unapotokea pasipokuwa na sababu yoyote ya msingi, watu wanajikuta wanakuamini wewe kuliko wanavyowaamini binadamu wengine. Namba 3, kila unapokuwa watu wanakufanya kuwa kiongozi wao. Miongoni mwa mambo ambayo ukiyaona katika maisha yako, ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu, ni pale ambapo wewe ni chaguo la kila mtu ambaye unakutana naye katika maisha yako.
Kuna nyakati ambazo kila unapokuwa katika makundi ya watu, katika makundi hayo ikitakiwa apatikane kiongozi mmoja, unakuta watu wote wanapendekeza wewe uweze kuwa kiongozi wao. Unapojaribu kujiuliza ni vitu gani vya tofauti ambavyo umevifanya kiwango cha kuiteka mioyo yao, hauoni chochote cha msingi ambacho umekifanya kuliko watu wengine, lakini watu wanafurahia uwepo wako kama kiongozi katika maisha yao kuliko watu wengine. Endapo utaona ishara hiyo katika maisha yako, basi ujue unalo kusudio kubwa ndani yako. Wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu, una karama kubwa ambayo watu wengine hawana. Namba 4, unaposimama na kuzungumza, watu hutii sauti yako kuliko wanavyotii sauti za watu wengine. Tunapokuwa katika maeneo mbalimbali kwenye safari zetu za maisha, yapo baadhi ya mazingira ambayo hutukutanisha na watu wengi, na huenda hizo ni nyakati ambazo watu mbalimbali hutakiwa kusimama na kutoa maoni yao. Inawezekana watu wengine ni wasomi kuliko wewe, lakini wanaposimama na kutoa maoni yao, watu huyapuuza maoni hayo hata kama yana msingi kiwango cha kwenda kubadilisha maisha ya watu wengine. Watu huyapuuza na kuyaona ya kawaida. Lakini wewe unaposimama na kuzungumza, ukimya huwa unatawala. Watu wote huyaandaa masikio yao wakiwa na hamu kubwa ya kusikiliza ni kitu gani ambacho utakitamka katika mdomo wako. Na pale tu unaposimama na kutamka jambo fulani, watu hulipokea jambo hilo kwa mikono miwili, hata kama halina uzito kuzidi yale ambayo wameyatamka watu wengine. Watu wanalichukulia jambo ambalo umelitamka wewe kwa uzito na wanalitendea kazi kuliko mambo ambayo yametamkwa na watu wengine. Endapo utaona ishara kama hiyo, ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka kusudio kubwa ndani yako. Sauti yako ina mamlaka katika maisha ya watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, hakikisha asilimia kubwa ya vitu ambavyo unavitamka viwe na manufaa katika maisha ya watu wengine. Penda kuzungumza vitu vyenye uhalisia kwa sababu ya ukuu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako. Vitu vingi ambavyo utakuwa unavizungumza, watu watavitii na kuvifuata. Hivyo usipokuwa makini, utajikuta umewapoteza mamilioni ya wanadamu, kwa sababu kuna nguvu ya utii ambayo ipo katika sauti yako. Namba 5, mara nyingi binadamu huwa wanapata furaha na tumaini jipya pindi unapokuwa karibu nao. Kuna baadhi ya watu ambao wanapokuwa katika changamoto fulani au wanapokuwa na maumivu ambayo wamesababishiwa na nyakati mbaya katika maisha yao, unapotokea wewe, huwa wanajikuta wameanza kuwa na furaha ambayo ilikuwa imepotea. Na mara nyingi binadamu waliopoteza matumaini wanapenda kuwa karibu yako. Endapo una ishara hii katika maisha yako, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu walioteuliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwa tumaini na faraja kwa binadamu waliopoteza matumaini katika maisha yao. Ni vema ukayatumia maisha yako katika kuwa faraja kwa binadamu wengine, maana hilo ndio kusudio ambalo lipo ndani yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.